Kwa jina naitwa Shomari Jabu Shomari, ni mhifadhi historia makumbusho ya taifa ya Tanzania. Hapa ni makumbusho ya taifa, lakini tupo katika kituo cha makumbusho na nyumba ya utamaduni. Karibuni sana. Sawa, leo kuna nini na watu wanatakiwa wafanye nini? Maana kuna kundi kubwa la watu ambao wameongozana kwenye makosta, wanakuja kufuata nini mahali hapa? Kama makumbusho ya taifa huwa tunapokea wageni mbalimbali, lakini pia wengine ndani ya taasisi katika wizara yetu pamoja na wizara tofauti tofauti pamoja na wageni wengine. Leo tumepokea maafisa utamaduni kutoka mikoa tofauti tofauti ambao wamekuja kutembelea, lakini pia kuja kujifunza jinsi makumbusho ya taifa tunavyohifadhi historia yetu pamoja na utamaduni pia. Kwa sababu pesa ni kila kitu, au pesa inasaidia. Binafsi ningetamani kufahamu kama makumbusho ya taifa yana generate vipi pesa? Kama makumbusho ya taifa kwanza, tunapokea wageni wengi kwa ajili ya wanaokuja kutembelea makumbusho kwa lengo la kujifunza. Mfano kama wale wamekuja, basi kuna kiasi cha pesa ambacho wanalipia, ni kama vile entrance fee kwa ajili ya kuboresha taasisi yetu, lakini kwa ajili ya serikali kupata income pia. Mwamko wa watu kuja kuangalia vitu ambavyo vinapatikana kwenye makumbusho ya taifa ukoje? Watu wanaelimu kwamba makumbusho ya taifa kuna vitu ambavyo wakija watavikuta, watajifunza, ama ni watu kadhaa tu ambao wako kwenye makundi fulani kama maafisa tayari ni watu wenye vyeo au watu wenye status? Watu wanaofahamu kubwa juu ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye makumbusho ya taifa. Kwa kweli ufahamu upo, lakini pia kama makumbusho ya taifa wote tunaandaa program mbalimbali kwa lengo la kuwafuata watu na kuwaambia kitu ambacho tunacho kwa lengo la kujiuza pia watu fahamu. Wote tuna program mbalimbali ambazo tunaziita ni outreach program kwa lengo la kupita mashuleni kuhamasisha jamii kuja, kisha kupita mitaani kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuja makumbusho kujifunza historia yao ambayo tumehifadhi sisi kama makumbusho ya taifa. Lakini pia sisi hapa tuna gari ambayo inaitwa mobile museum ambayo inatembea, ambayo inapita mitaani kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuja makumbusho ya taifa. Unajua kuna dhana kwamba makumbusho ni mambo ya kale tu peke yake, lakini makumbusho si mambo ya kale tu, hata mambo ya sasa tunayo. Mfano wakija hapa tunaweza kuwafunza mambo mbalimbali. Lakini pia jana tulikuwa na wanafunzi kutoka FM walikuwa na mada yao kuhusu jinsi gani ya kuhifadhi fedha zao, yani jinsi gani matumizi ya fedha, mfano wapata boom, lakini jinsi gani ya kutumia. Sasa kama makumbusho ya taifa tuliweza pia kushiriki kwa lengo la kuambia hii background ya kuhifadhi pesa ilikuwaje zamani kabla ya ukoloni. Kwa hiyo makumbusho tunakaribisha sana jamii kuweza kutembelea, kuweza kujifunza historia zao ambazo tumehifadhi hapa makumbusho ya taifa. Lakini tunapoelekea pia katika siku ya Muungano ambapo ni kesho tarehe 26, tunakaribisha waweze kutembelea makumbusho kwa lengo la kujifunza, lakini pia kuweza kuelimika zaidi, kujua waasisi wetu waliopigania muungano huu walikuwaje, lakini pia kuweza kuona sasa ule mchanga ambao tumetumia kwa ajili ya kuchanganyia kati ya Tanganyika na Zanzibar kipindi kwa mwaka 1964. Kwa tunakaribisha sana pia. Kwa kweli tuna vitu vingi ambavyo ni vinavutia sana watalii. Mfano tuna magari ya kihistoria ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anatumia kabla ya uhuru na baada ya uhuru, kwa maana kipindi cha 5 lakini baada ya kupata uhuru. Kuna Aston Morris, kuna Rolls-Royce Phantom 5 ambapo alipatiwa na Queen Elizabeth, tumehifadhi pia hapa. Lakini pia tuna fuvu la mwanadamu wa kwanza tunaita Zinja Surprise Voices, tunalo hapa ambao limegunduliwa na Dr. Louis Leakey na mke Mary Leakey mwaka 1999, tumelihifadhi. Lakini pia tuna ukumbi mbalimbali ambazo zimebeba historia mbalimbali. Kuna ukumbi wa kihistoria umebeba historia nzima la chimbuko la jinsi lilipopata uhuru na kabla ya uhuru. Lakini pia tuna fedha za zamani, fedha za kale ambazo fedha za Kilwa pia zipo. Kwa hiyo watalii wakija pia wanakuwa surprise kuona vitu ambavyo tumevihifadhi sisi kama makumbusho ya taifa, na kama pia ni taasisi sahihi ya kuweza kuhifadhi utamaduni ambao tunao. Lakini pia ni taasisi ambayo pia inajihusisha na mambo ya kufanya tafiti, kutoa elimu pia kwa jamii. Sawa, cha mwisho kabisa, sasa hivi kama ambavyo umesema, imani ya watu kuhusu makumbusho ni ya mambo ya kale ama ya watu fulani wenye umri fulani. Je, Gen Z wanajiconnect vipi na makumbusho ya taifa? Ama kuna vitu gani ambavyo mmefanya vinakuwa direct connected kwa Gen Z ambao pia wanatakiwa fahamu historia ya nyuma? Mfano kama tuleta sana, mfano jana wanafunzi wa FM walikuwa na event yao hapa. Lakini sisi kama makumbusho tulitumia nafasi hiyo pia kuweza kujitangaza na kuwaambia kwamba makumbusho si sehemu tu mambo ya kale, pia tunasema pia kujifunza masuala mbalimbali ya kijamii, hata pia kuhusu uchumi. Nilikuwepo jana, ni moja ambayo nilizungumza ni kuhusu uchumi uliokuwepo zamani, jinsi tunatumia pesa zetu, jinsi ya zamani tulikuwa tunahifadhi pesa, matumizi ya pesa yalikuwaje, na jinsi ya kusave pesa ilikuwaje kwa jamii ya zamani. Kwa sababu kwa sasa hivi tuna benki, lakini zamani kuna benki tofauti na ambazo tunazo sasa hivi. Kwa hiyo tuna connection kubwa sana na wanafunzi ambao pia ni vijana ambao tunaita Gen Z kwa sasa hivi. Kingine pia tunakuwa na program mbalimbali, mfano kwenye muungano watu na kimuungano pia kuna siku pia ya Mwalimu Nyerere, tunashirikisha wanafunzi
kwa lengo la kutoa mada mbalimbali zinazohusika na jamii kuhusu mambo ya uzalendo. Tunafundisha masuala ya uzalendo, zamani watu uzalendo ulikuwaje na kwa sasa iko vipi. Kwa hiyo connection tunayo na jamii husika, pia na vijana pia tunakaribisha sana kujifunza. Naweza kutumia platform hii pia kuweza kuwakaribisha vijana kuja makumbusho ya taifa, kuweza kujifunza na kuweza kupata elimu zaidi, ambapo hapa ni sehemu sahihi pia.